Tume hii inaongozwa na mimi, naitwa Shaban Ali Lila, nikiwa jaji mstaafu wa Mahakama ya Rufani Tanzania, na ina makamishna 6. Makamishna hao ni kama wafuatavyo. Wa kwanza kabisa tunaye Mheshimiwa Jaji Petrus Tileinge Damasebu. Yeye na ambaye ni huyu hapa, yeye ni naibu jaji mkuu Mahakama Kuu na mjumbe wa Mahakama ya Upeo ya Namibia. Kwa muundo wa mahakama kule Namibia, wao wana utaratibu wa kuwa na naibu jaji mkuu. Sisi Tanzania hatuna utaratibu huo. Sisi tuna jaji mkuu kwenye mambo ya utawala, anayefuatia ni jaji kiongozi. Sasa wao wana naibu jaji mkuu, na yeye pia kama nilivyosema ni jaji rais wa Mahakama Kuu. Wakati sisi hapa kwa mujibu wa katiba yetu, kiongozi wa majaji wa Mahakama Kuu ni jaji kiongozi, wao wanamuita rais, ni jaji rais wa Mahakama Kuu. Na kwa utaratibu wao, huyu ambaye kwa kwetu hapa angekuwa jaji kiongozi, kwao ndo anakuwa naibu jaji mkuu kwenye masuala yao ya kiutawala wa mahakama. Na Mheshimiwa Namibia anakuwa pia ni mjumbe wa Mahakama ya Upeo kule kwao. Mahakama za upeo tunasikia hili jina mara nyingi Kenya, na maana yake halisi ni ile mahakama ya tunaita Supreme Court, lakini haina maana kwamba Namibia wana Supreme Court kama ambavyo sisi hapa. Kwa hiyo wao ukitoka Mahakama Kuu, inayofuata juu ni Mahakama ya Upeo. Hawana mahakama ya rufani level ambayo sisi hapa tunayo. Kwa hiyo kwa nafasi yake kama jaji na rais wa Mahakama Kuu, anapata pia nafasi za kukaa na kusikiliza mashauri kwenye Mahakama ya Upeo. Mjumbe mwingine wa tume ni Mheshimiwa Barishaki Boni Cheborium. Yuko pale, yeye ni jaji wa Mahakama ya Rufani ya Uganda, na pia ni jaji ambaye anatumika kwenye mahakama yetu ya haki pale Arusha, na yuko kwenye kitengo cha rufani. Hapa nazungumzia East African Court of Justice. Kwa hiyo anatumika pale pia kama jaji wa rufani. Mjumbe mwingine wa tume ni Mheshimiwa Gad John Mjemas ambaye yuko pale. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu Tanzania. Mjumbe mwingine ni Mheshimiwa Awadhi Mohamed Bawazir, yuko mwishoni pale. Yeye ni jaji wa ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Na mwisho tunaye Mheshimiwa Aishiel Nelson Sumari, yuko hapa. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu Tanzania, ambaye kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi naye anateuliwa na Mheshimiwa Rais, na huyo ni Bwana Paul Kadushi ambaye yuko mwanzoni pale. Ndugu wanahabari, lengo kuu la tume hii mpya aliyoiunda Mheshimiwa Rais ni kuchunguza ili kubainisha wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria
katika yale matukio yaliyotokeza wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi wetu mkuu wa mwaka 2025. Pia tume hii ina jukumu la kuchunguza waliosababisha madhara mbalimbali yaliyojitokeza wakati wa ghasia zile na uvunjifu wa amani. Tunafahamu na tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilibainisha wazi kwamba kulitokea vifo, na ikataja kwa mujibu wa uchunguzi wao kwamba walibainisha vifo vya watu 518, lakini pia tume ile ilisema inawezekana idadi ni zaidi ya hapo, kwa sababu si wote walipita kwenye utaratibu ambao wangeweza kutambuliwa. Na madhara mengine yaliyojitokeza ni majeruhi na pia watu kupotea. Kwa hiyo tume hii inawajibu madhara haya: vifo, majeruhi na watu kupotea wakati na baada ya uchaguzi wetu mkuu wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tume hii katika kutekeleza majukumu yake imepewa hadidu za rejea 5, na huu ndio uwanda ambao tume hii inaenda kufanyia kazi, ndio mipaka ya mamlaka ya hii tume. Hadidu ya rejea ya kwanza ni kwamba kuchunguza na kubaini wahusika wa ghasia na namna kila mmoja alivyoshiriki katika kupanga, kufadhili, kuratibu au kufanya ghasia za wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kama tulisikiliza vizuri hotuba ya Mheshimiwa Chande wakati anawasilisha ripoti ya uchunguzi waliofanya, alisema kwamba ghasia na fujo zilizotokea wakati wa uchaguzi na baada ya hapo hazikufanyika kwa bahati mbaya, badala yake zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na zilitekelezwa kwa mpango maalum. Kwa hiyo tume hii imepewa jukumu la kuchunguza na kubainisha wale waliohusika na hayo. Hadidu rejea pili ni kuchunguza matukio mahususi ya hizo, ikiwemo suala la vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani, kuna madhara haya yalijitokeza ya vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu. Tume hii imepewa jukumu la kwenda kuchunguza hayo. Taratibu nje ya maeneo ya ghasia na watu kupotea kwa Oktoba 20. Hadidu rejea ya 4 ni kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi, taratibu na miongozo iliyowekwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na hadidu rejea ya mwisho ni kuchunguza suala lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume. Hizo ndio hadidu rejea 5 ambazo tume hii imepewa jukumu la kwenda kuzifanyia. Hayo ndio mawanda au upana wa majukumu yalopangwa.
kwa ajili ya tume hii kufanyia kazi. Ili kupata taarifa zitakazowezesha tume hii kukamilisha kazi yake vizuri, tume imepanga kukusanya taarifa kwa kutumia njia mbalimbali. Njia hii ni kupokea ushahidi wa moja kwa moja, yaani wa ana kwa ana, kutoka kwa watu wowote, mtu yoyote mwenye taarifa kufika mbele ya tume na kutoa maelezo. Kuna kukagua na kuangalia nyaraka mbalimbali na yataonekana kwamba yalihusika kwa namna moja au nyingine na matukio yale ya ghasia na uvunjifu wa amani. Na katika kufanya haya yote tutazingatia sana sheria na kanuni zilizopo kwenye ukusanyaji wa taarifa. Pia baada ya kukusanya, itatoa nafasi kwa wale wote ambao kwa namna moja au nyingine watahusishwa katika yale ambayo yatakuwa yamezungumzwa kuhusiana na hadidu za rejea. Tuhumiwa kwa namna yoyote ile au atakayehusishwa na maelezo ya watu mbalimbali watakaojitokeza mbele ya tume, itawapa taarifa ya kuwaita, na hizo taarifa tutakazowatumia kuwaita zitakuwa zinaonyesha kwa ufupi ni mambo yapi pengine wakifika mbele ya tume wanatakiwa waje watolee maelezo. Kama mnavyofahamu, ndugu wanahabari, tume imepewa siku 150 kukamilisha kazi hii. Ni muda ambao tunapaswa kuutumia vizuri sana katika kukusanya habari na hatimaye kuchambua na hatimaye kutoa maoni yetu na kuweka kwenye ripoti ambayo tunatakiwa tumkabidhi Mheshimiwa Rais. Ndugu wanahabari, tumewaita kwa lengo la kupitia kwenu tuwaombe mtusaidie kutoa taarifa kwa wananchi kuhusiana na haya majukumu ambayo tume imepewa, na mwananchi yote mwenye taarifa zozote basi afike mbele ya tume. Mtusaidie kuwahamasisha na kuwapambanulia wananchi kuhusiana na kuwepo kwa tume hii. Mwananchi yoyote mwenye taarifa zozote anaweza kuwasiliana na tume yetu kupitia barua pepe barua@tume.z. Narudia, barua@tume.uchaguzi.go. Ujumbe mfupi wa simu au wa WhatsApp. Namba 0737 na akaweka utaratibu wa kumwezesha kufika mbele ya tume. Popote pale ulipo, tume itafanya utaratibu wa kuhakikisha unafika mbele ya tume. Mwisho, ndugu wanahabari, kama nilivyosema toka mwanzo, lengo la na kwa vyombo vya habari
kuwaarifu wananchi kuwa tume imeanza kazi rasmi baada ya kufanya maandalizi mbalimbali, na pia tunaomba hata nyinyi basi pia kwa sababu tutakuwa tunakwenda sehemu mbalimbali, basi tunaomba ndugu waandishi, pale tutakapofika, mkiwa na taarifa, basi muarifu wananchi wa maeneo husika kupitia njia mbalimbali kwa ajili ya kuhudhuria mbele ya tume. Haya ndio maelezo muhimu tuliona tuyawasilishe kwenu waandishi na wanahabari kwa ajili ya kuyafikisha kwa wananchi. Asanteni sana kwa kutusikiliza na asanteni kwa kufika. Tuna